إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر المسلمين عباد الله، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tuhusiana kumcha Allah tabaraka wa taala, fa innahu qad faza almuttaqun. Hivi sasa tupo katika mawasimul khair, tupo katika misimu ya kheri, na katika hutuba zilizopita tulikuwa tukielezea na kuhimizana Waislamu kutumia vyema misimu ya kheri na baraka, kunufaika na misimu hii ambayo Allah tabaraka wa taala ja'alaha lana maidanan litanafus. Allah akatujalia misimu hii kuwa ni pahala na nyakati za sisi kushindana katika kheri, na miongoni mwa misimu hiyo ni msimu wa Dhulhijja, na tukahimizana Waislamu kwenda kutekeleza ibada ya haji, liman istataa ilayhi sabila. Kwa wale wenye wasaa, walillahi alhamdu, wamekwenda, na wale ambao wamezinyima nafsi zao wakazidhiki nafsi zao, Allah akawaepusha na ubakhili, wametoa mali zao wakaenda kutekeleza ibada ya haji, na Allah awakubalie ibada zao. Lakini pia na sisi ambao hatujaitika mwaka huu kwenda kutekeleza ibada ya haji, kuna kheri ambazo natakiwa tuzifanye, wa bil khusus katika haya masiku ya Dhulhijja. Haya ni masiku ambayo ni tofauti na masiku mengine katika ayami dunia, katika masiku ya mwaka mzima, na hilo amelibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء.
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii adhim, ma min ayamin al'amalu as-salihu fiha, na katika lafdhi al'amalu as-salihu fihinna, hakuna masiku ambayo amali njema anayoifanya Muislamu katika masiku hayo ahabbu ila Allah, amali hiyo inapendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Akikusudia ayyam al-ashr, masiku ya Dhulhijja, 10 la kwanza la Dhulhijja, kama ilivyokuja katika riwaya ya Abi Daud. Qalu ya Rasul Allah, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala aljihadu fi sabilillah, ina maana kheri na thawabu anazozipata Muislamu kwa kufanya jambo jema ndani ya masiku haya ya Dhulhijja ni bora zaidi na yapendeza kwa Allah tabaraka wa taala kuliko hata jihadi fi sabilillah? Mtu akatoka akaenda kupigania dini ya Allah, akafia vitani, akafa ni shahidi, ina maana hata malipo yake hayatolingana na mtu mwenye kufanya kheri ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala malipo yake hayalingani sawa na malipo anayoyapata Muislamu mwenye kufanya jambo jema katika haya masiku ya Dhulhijja. Illa rajulun, isipokuwa mtu mmoja pekee, isipokuwa mpiganaji mmoja ndiye ambaye atakayefadhilishwa kwa Allah tabaraka wa taala, ndiye ambaye jambo lake na malipo yake ni makubwa kwa Allah, hayana mfano. Akasema Mtume alayhi salam, isipokuwa mtu ambaye atakayetoka nyumbani kwake binafsihi wa malihi, katoka yeye mwenyewe kwenda vitani, kadhalika akachukua na mali yake kaenda nayo vitani, falam yarji min dhalika bishai, kisha kusirudi chochote katika hivyo. Kwa maana kaenda vitani yeye na mali yake, kama alikuwa na farasi, alikuwa na ngamia, alikuwa na vipando, alikuwa na silaha, kaondoka nazo katika mali zake. Kisha baada ya kufika vitani, vita ikapamba moto, Allah akakadiria akawa amekufa shahidi yule bwana, na mali yake ikawa imepotea na kuteketea katika vita kuihami dini ya Allah tabaraka wa taala. Ikawa hakujarudi chochote katika mali yake, hakuna kilichorudi na nafsi yake haikurudi. Basi huyu ndiye anayekuwa na malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu yeyote mwenye kufanya kheri. Lakini atakayetoka kwenda vitani mwenyewe kwa nafsi yake, akaenda akapigana akafa shahidi, malipo yake ni makubwa kwa Allah tabaraka wa taala, lakini bado malipo ya mtu mwenye kufanya kheri katika masiku haya ya Dhulhijja ni makubwa zaidi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye si mwenye kuzungumza katika dini isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sallallahu alayhi wasallam. Ndio katika imani. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhimiza kukithirisha kufanya matendo mema, min tilawati alquran wassalati ala nabii wasilati alarham wassadaqat, kusoma Qur'ani kwa wingi, kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuunga udugu, kadhalika na kukithirisha kutoa sadaqat
na kufanya kila jambo la kheri bitighaa mardati llah wad-dar al-akhirah. Ufanye hayo yote ukitaraji malipo ya Allah tabaraka wa taala, ukitaraji radhi za Allah subhanahu wa taala na nyumba ya akhira. Ndio katika imani, katika haya masiku ya Dhulhijja yana fadhaili nyingi sana, lakini yatoshe baada ya kusikiliza maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia itoshe ya kwamba ndani ya masiku haya ya Dhulhijja ndio Allah tabaraka wa taala alikamilisha dini yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii iliteremka siku ya Arafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa. Fa akmala Allah jalla wa ala dinahu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Allah tabaraka wa taala kaikamilisha dini yake katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, na nyinginezo katika dilala, katika adilla zenye kujulisha ubora na umuhimu wa haya masiku ya Dhulhijja, na kwamba Waislamu tunatakiwa tukupie kufanya yaliyokuwa mema ambayo yatatufaa na kutusaidia baada ya maisha haya ya dunia. Lakini pia katika haya masiku ya Dhulhijja ndimo hupatikana siku ya Arafa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea fadhila za kufunga siku ya Arafa. Baada ya kuulizwa kunako funga ya Arafa, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yukaffiru sanata almadiyata walbaqiyah. Ubora na umuhimu wa kufunga siku ile ya Arafa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Na madhambi yanayosameheka kwa Muislamu kufunga siku ya Arafa ni yale madhambi yaliyokuwa madogo. Ama madhambi makubwa makubwa hayasamehewi isipokuwa bitaubatin nasuh, kwa kuleta tauba ya kweli, toba ambayo imekamilika masharti yake, toba ambayo mtu anaifanya kwa ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Tujitahidi sana Waislamu kukithirisha kufunga katika haya masiku ya Dhulhijja, kwa sababu inapendeza kufunga pia. Katika maneno ya Mtume alayhi salam aliposema, ma min ayyam al-amalu salih. Al-amalu salih, hili ni jina ambalo linakusanya kila jambo jema, ikiwemo kufunga sunna. Lidhalika inapendeza kukithirisha kufunga sunna ya Dhulhijja. Kufunga katika haya masiku ya Dhulhijja inapendeza Muislamu kukithirisha kufunga ndani ya hizi siku 9, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 9, kwa sababu tarehe 10 inakuwa ni siku ya Idi, haifai kufunga. Inapendeza kukithirisha kufunga, lakini usikamilishe siku zote 9 bila kuachia, kwa sababu haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga siku zote 9. Imekuja hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha akisema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu 9 Dhulhijja. Alikuwa Mtume alayhi salam akifunga siku 9 za mwezi wa Dhulhijja. Maulama wanasema hadithi hii na athari hii haina maana kwamba Mtume alayhi salam alikuwa akifunga siku zote 9 bila kufungulia, bali maana yake alikuwa akikithirisha kufunga katika haya masiku 9. Siku alizokuwa akifunga ni nyingi kuliko alizokuwa akiachia. Hii ndiyo maana ya maneno haya. Na imekuja pia katika hadithi nyingine ya Aisha kwamba Mtume alayhi salam alikuwa akifunga Shaabani yote. Haina maana kwamba Mtume alayhi salam alikuwa akifunga Shaabani bila kufungulia, bali alikuwa akifunga siku nyingi kuliko alizokuwa akiachia. Kwa Waislamu tusighafilike na haya masiku ya Dhulhijja, kufanya yaliyokuwa mema, ikiwemo kufunga sunna.
lakini zaidi isikupite funga ya Arafa. Kama hautafunga siku yoyote, basi jitahidi sana Muislamu siku ya Arafa isikupite, kwa sababu malipo yake ni makubwa. Ni ofa ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili. Ni ofa iliyoje Muislamu. Allah atujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndio katika imani, haya masiku wengi katika Waislamu wanaghafilika nayo, wanasahau kabisa kwamba wapo katika masiku bora, masiku ambayo yanatakiwa maisha yao yatofautiane na maisha ya siku zingine. Yani ndani ya masiku haya inatakiwa tutofautishe maisha yetu na mienendo yetu na masiku mengine yaliyopita, kadhalika na masiku mengine yajayo, kwa sababu hii ni misimu maalum ambayo imetajwa kwa kheri zake. Ni misimu ambayo ukifanya jambo la kheri unalipwa maradufu. Muislamu hutaki kughafilika na misimu hii, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Ndio katika imani, katika jambo ambalo tunakumbushana pia katika siku hii ya leo, kulingana na masiku yalivyosogea, na siku ya Arafa bila shaka itakuwa siku ya Jumanne biidhnillahi tabaraka wa taala. Muislamu usikose Arafa, funga ya Arafa usikose billahi tabaraka wa taala. Na baada ya Arafa kinachofuata ni siku ya Idi, ambayo siku hiyo tunatekeleza ibada ya sala ya Idi. Kisha baada ya kusali salatu Eid al-Adha tunaelekea majumbani mwetu kuchinja vichinjwa vyetu. Hii ni nukta nyingine ambayo unatakiwa utoke nayo Muislamu, kwamba kwa wewe ambaye hujawafikishwa na Allah kwenda kutekeleza haji, basi kuna ibada nyingine unatakiwa uweze kuzifanya, ikiwemo ibada ya kuchinja udhuhiyya. Dhabhu al-udhuhiyya ibadatun mashru'ah bilkitabi was-sunnati wal-ijma'. Kuchinja udhuhiyya ni ibada ya kisheria kwa mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa ijma' ya ahlul ilm. Fasalli li rabbika wanhar, Allah tabaraka wa taala asema sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili yake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, sema ewe Mtume, hakika sala zangu na ibada zangu nyinginezo, ikiwemo ibada ya kuchinja, wa mahyaya, na yale yote ninayoyafanya katika uhai wangu, wa mamati, na yale yote nitakayokufa nayo, min al-imani wal amali salih, katika imani ya kweli na matendo mema, lillahi rabbil alamin la sharika la. Yote hayo ninayafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Mola mlezi wa viumbe vyote, asiyekuwa na mshirika. Na nyinginezo katika ayati, Allah tabaraka wa taala anatuamrisha waja wake tuchinje kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala, tutekeleze ibada ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika maneno yake, man kana lahu sa'atan, Muislamu yoyote atakayekuwa na uwezo wa kuchinja, falam yudhahi, kisha akawa hajachinja, pasina sababu yoyote ya kisheria ya kumziwia yeye kuchinja, pasina sababu ya msingi ya kumziwia yeye kuchinja isipokuwa ni ubakhili,
fala yaqrabanna musallana, mtu huyo asisogee hapa tunaposwalia swala ya Idi. Kwenye mswala wetu wa Idi asikaribie kabisa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno makali mno, na aliyesema akiashiria madhara na uhatari wa mtu mwenye uwezo wa kuchinja halafu asichinje kwa ubakhili. Ndiyo ikafikia hatua Mtume alayhi salam akakemea ya kwamba asiyechinja hali ya kuwa ana uwezo wa kuchinja, basi hapa kwetu tunaposwalia Idi asije, atafute sehemu nyingine. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihimiza Waislamu kuchinja. Watu wenye wasaa wa kuchinja wachinje, watu waache ubakhili. Na leo hii wako wengi katika Waislamu uwezo wa kuchinja wanao, mbuzi 200,000, 1,500,000 vijijini huko, 300,000 hapa mjini. Waislamu wengine wanao wasaa kununua mbuzi, kwa sababu mtu mmoja anaruhusiwa kumchinja mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Watu 7 inaruhusiwa kushirikiana wakachanga pesa wakamnunua ngamia mmoja au ng'ombe mmoja, kisha wakagawana kwa vilo, kila mmoja akachukua kilo zake, kisha atakula katika hizo nyama na sehemu nyingine atawapa majirani zake na maskini. Lakini je, ni kweli Waislamu waliokuwa wengi wanashindwa kutekeleza ibada hii? Wanashindwa wengi wao kwa sababu ya ubakhili. Sasa Muislamu mwenye uwezo wa kuchinja na ukawa hujachinja, fahamu ya kwamba umefanya jambo kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali baadhi ya ahlul ilmi wanasema kuchinja udhuhiya ni wajibu, kwa maana asiyechinja hali ya kuwa ana uwezo wa kuchinja fahuwa athim, anapata dhambi. Naudhu billahi min su'il hal. Muislamu isifikie hatua ya kupata dhambi katika jambo ambalo una uwezo wa kulitekeleza. Tujitahidi sana. Kama ulikuwa hujatia nia ya kuchinja, basi tia nia kuanzia sasa. Na kama ushafanya yale ambayo yasiyotakiwa kwa mchinjaji, kwa sababu kuna maelekezo tumepewa na Uislamu, na ndio maana tunahimizwa Waislamu kukaa darasani tusikilize ahkamu shar'iyya, kwamba mwenye kutaka kuchinja udhuhiya linapoingia 10 la kwanza, mwandamo unapoandama wa Dhulhijja, falyumsik min sha'rihi, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhiya, ajiziwie asipunguze chochote katika nywele zake au kucha zake mpaka atakapochinja. Hata kama utakuwa ushafanya hayo baada ya kuingia Dhulhijja, umeshanyoa, umepunguza, umekata kucha kwa sababu hukuwa na mpango wa kuchinja, au ulikuwa na mpango wa kuchinja kwa sababu ulikuwa hujui, udhuhiya iko pale pale. Al-udhiyatu baqiya, udhuhiya iko pale pale. Unatakiwa Muislamu uweze kutekeleza ibada hii ya kuchinja kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala atujalie katika waja wema wale ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri yake. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.